wao tu wangefanya uamuzi kutokana labda na vipaumbele nilivyokuwa nimevionyesha. Nilikuwa nimefaulu kila somo, iwe ni sayansi nimefaulu, iwe ni arts nimefaulu. Somo ambalo sikufaulu sana ni geography tu, nilipata C. Lakini zingine ni B na A. Lakini vyeti havikufika, na kwa hiyo sikuchaguliwa. Zikaja kazi, zikatangazwa na tukaziona. Nikaomba, nikaitwa kwenye interview. Lakini kwa namna moja au nyingine, wito wa kuitwa kwenye interview ulichelewa. Ninaenda mahali pa interview, wanasema ilikuwa jana. Kwa hiyo kama ningeenda kwenye interview na nilivyokuwa na uwezo wa kujieleza, Kiingereza kijua, ningekuwa mfanyakazi wa NBC. Lakini nimechelewa. Nimefika pale Kizumbi, Shinyanga, ninawaambia. Wananiambia ilikuwa jana. Nawaambia jamani, simnifanyie tu. Ilikuwa jana, wakuu wamesharudi Dar es Salaam. Ikaja nyingine TTCL, wanataka watu. Elewa wakati huo niko form 6. Na ni kipindi ambacho wasomi walikuwa bado wachache. Kwa hiyo ningeweza kufika kwenye interview na jinsi ninavyoweza kujieleza ningelichukuliwa. Ina maana ningelikuwa mfanyakazi wa TTCL. Lakini nikaambiwa interview ilikuwa jana. Kwa hiyo ikaja kuwa kwamba sasa kwa habari ya chuo kikuu kuna rafiki yetu wa kifamilia aliyekuweko kule Dar es Salaam. Mama yule ndiye akachukua initiative ya kwenda kuangalia, maana mume wake alikuja kule kwetu akasema huyu mtoto wa fulani atakuwa amefeli, kwa nini hajaenda chuo kikuu? Mimi nikawaambia sijafeli. Akasema leta vyeti vyako, nikamuonyesha. Alipoviona akasema haiwezekani. Kwa hiyo nilipanda VX. Maana yule bwana alikuwa ni mkurugenzi wa TBS, Tanzania Bureau of Standards. Kwa nilipanda VX kutoka kule kijijini kabisa mpaka Dar es Salaam. Nimekaa kwake miezi 8 na ngoja sasa nafasi. Yule mama akaona kwa kuwa UD imeshapita na wameshafanya mambo yao, sasa tuende Sokoine. Ndio kisa cha kwenda Sokoine, kwa kuwa alitakalo Mungu kulitenda ameshalitenda. Nakupa hiyo story uelewe Mungu alivyo, na ujifunze kumshukuru Mungu hata kwa yale unayoyadhani ni mabaya kwako. Sasa kwa sababu ya kuwa Morogoro, nikawa kwenye kanisa ambalo mchungaji Maboya ndio mchungaji. Nikawa kwenye kanisa ambalo Mwalimu Catherine ndio msharika tena kiongozi wa sifa. Lakini muda mfupi tu akawa ameshaenda na yeye Mzumbe. Lakini kwenye maombi ndio Mungu akasema ni muoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku naenda kumchumbia nikamkuta hajajipodoa, hajavaa maalum, hata kuchana nywele hajachana. Kwa sababu alikuwa anajiandaa na mitihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wanafunzi kule chuoni huwa hawako kwenye mambo. Wote wanaotaka kujiangalia uzuri wanafeli wote. Lakini alitakalo Mungu kulitenda amekwisha kulitenda. Hoja ikapelekwa. Na kamati haikulifuta jina.
mambo yakatokea kwamba ninamuoa. Lakini kwa sababu hiyo hiyo pia Bwana akasema na mimi kwa habari ya utumishi. Ndipo ikaja nafasi ya kuendelea kusoma tena Ubelgiji, science inayoitwa etymology. Sikuenda kwa sababu nilijua Bwana ameniita. Nikapata nafasi nyingine ya kusoma Sokoine masters ya soil science. Sikuenda kwa sababu Bwana aliniambia napaswa niingie kwenye utumishi. Alitakalo Bwana amekwisha. Ningekuwa sehemu nyingine nisingemuona Katarina. Kwa sababu usidanganyike, unaoa unayemuona, unaolewa na unayemuona. Mbona mnaniangalia kama vile ninachosema ni cha kijinga? Punga mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu ndiye the greatest matchmaker. Ndiye aliyefanya nije Morogoro nimuone Katarina. Nije Morogoro nitambuliwe utumishi wangu. Toka hapo wakanitambua, wakaniweka kwa mchungaji msaidizi. Paka leo unaniona hivi, kuna wanadamu Mungu aliwatumia. Lakini ningelikuwa Dar es Salaam, pengine kitu hiki kisingelitokea. Kwa hiyo jifunze kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Sema amen. Sema tena amina. Amina. Sema haleluya. Hakuna jambo linalokutokea ni kwa bahati mbaya. Maana Mungu anaiona picha nzima toka unazaliwa. Anaiona picha nzima mpaka utakapotoka duniani. Kwa wewe usidhani unaokoka leo, Mungu aliiona picha yako toka mwanzo. Unaona unaolewa leo, Mungu aliiona picha yako toka mwanzo. Na hata hapa kuja kanisani Chemichemi za Uzima hujaja kwa bahati mbaya. Alitakalo Mungu amekwisha kulitenda. Punga mkono. Sema amina. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa imani utaelewa hicho ninachokisema. Kitabu cha Waebrania sura ya 4, Biblia inasema maneno yafuatayo. Haleluya. Leo ni siku ya shukrani. Mwambie mwenzako leo ni siku ya shukrani. Haya unayoyasikia unaeleweshwa tu kuhusu mambo ya shukrani. Angalia Biblia yako, kitabu cha Waebrania sura ya 4. Waebrania sura ya 4. Nataka nikuambie mambo yote yalishafanyika. Shida ni imani yako tu. Wewe kisha amini mambo yanajinyosha yenyewe. Yule mwanamke alijuaje mtoto wake hata uawa? Alijuaje mtoto wake ataokotwa? Alijuaje ataitwa kumnyonyesha? Mungu alikuwa tayari na mpango, huyu ndiye atakayetumika kuokoa Israeli. Lakini hata kuwa mwokozi wa Israeli bila kwenda kwanza kujifunza, akiwa mtumwa kule, hawezi kujua mambo ya kuongoza. Musa alikuwa tayari ameshakuwa mmoja wa makamanda mahiri wa Misri. Alishawahi kuongoza vita mara moja akashinda kabla ya kuja kuwa mkombozi wa Israeli. Mungu amekupeleka shule, anakusudi. Hujaenda shule lakini una mambo uliyoyapitia. Mungu anakusudi. Chochote ulichopitia, maadamu umeokoka, Mungu ana mpango. Hebu sema nimechaguliwa. Niko chini ya neno la kinabii. Kila jambo maishani mwangu sio bahati. Limepangiliwa. Haleluya. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Sasa angalia Waebrania sura ya 4. Anasema kama ungeamini, basi yaliyosemwa juu yako yangetimia.
waliokutangulia hawakupokea kwa sababu hawakuamini. Hawakuchanganya imani na hayo mambo. Imani ni nini? Ni kuwa na uhakika. Na kwa hiyo unafanya yasiyoonekana yaonekane. Unafanya iliyotarajiwa yawe kitu halisi. Amini tu. Mwambie jirani yako amini tu. Mwambie jirani yako amini tu. Hivi unajua, unaweza ukashangaa mtu amehama kutoka Mwanza amekuja Dodoma, kumbe ni kwa ajili yako. Inawezekana. Kwa kuwa sio somo langu leo, ningekupa mfano mmoja. Jinsi ambavyo mtu alihamishwa kutoka sehemu moja akaenda sehemu nyingine, kwenda kukutana na mdada aliyekuwa tayari na imani ya kwamba mume wake ni mwalimu, na aliyehamia akawa ni mwalimu. Tena wakati huo huyo dada ana umri mkubwa, na huyu anayekuja ana umri mkubwa, na yeye hajawahi kuoa, kwa sababu alitakalo Bwana amekwisha kulifanya. Unaamini? Umeshapokea? Punga mkono wako kama unaamini umekwisha kupokea. Ibrahimu anapanda mlima aenda akamtoe mwanae sadaka, lakini ameshasema Bwana atajitwalia. Anaenda mlimani, anashangaa kumbe kondoo yupo hapo hapo karibu na anapotaka kutoa sadaka. Hicho unachokitafuta kipo. Unachokitafuta kipo. Kwa hiyo anza kuwa mtu mwenye imani, anza kushukuru kabla hujakiona, kwa sababu kitafutacho kipo. Hebu sema, ninachokitafuta kipo. Kinachonifanya nisilale usiku kipo. Kinachofanya niwe na wasiwasi kimeshaondolewa. Sauli alitumwa kwenda kutafuta kondoo na punda. Akashangaa, anakutana na mtu anamwambia hata wale punda nao watafuta wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kupotea kwa wale punda na kondoo nili hakutane na Samueli. Hivi naelewa nachosema? Kupotea kwa wale punda na kondoo ni ili akutane na Samueli, amwambie Bwana amekuchagua kumiliki watu wake. Wewe utakuwa mfalme juu yao. Na Bwana amekuchagua wewe, akammiminia mafuta. Na wale mbuzi, wale sijui kondoo, wale pundu ulikuwa unawatafuta, wameshapatikana. Baba yako ameshaanza kutokuwa na wasiwasi, alikuwa na wasiwasi na wale punda, hakutuma wewe. Saa hizi ana wasiwasi na wewe mwenyewe. Lakini ujue baba yako sio baba yako. Baba yako ni Mungu anayetaka wewe uwe mmiliki wa watu wake Israeli. Baba yako alitumika tu. Baba yako ni wa mbinguni. Mama yako alitumika tu. Mama yako ni wa mbinguni. Wale ni watumishi wa Mungu kuleta duniani. Maneno haya hayamaanishi uanze kuwadharau. Ni wa muhimu, ndio maana Mungu amesema heshimu baba na mama. Lakini wewe uelewe, wale wametumika tu kuleta mtu duniani kwa mpango wa Mungu. Wameokoka hawajaokoka, hilo halikuhusu. Uwe unamjua baba, uwe humjui baba, hilo halikuhusu. Lakini wewe uko duniani kwa mpango na makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo yeye aliyekuleta duniani uko mikononi mwake, halitakupata jambo kabla alichotaka utende duniani hakijawa. Kwa hiyo jifunze kuwa mtu wa shukrani.
Nani anasema mchungaji nimeelewa? Bwana Yesu asifiwe. Elizabeth inawezekana alikuwa analialia, kwa nini sina mtoto mpaka leo? Kwa nini sina mtoto mpaka leo? Lakini Mungu anataka uzae mtoto. Mtoto mwenye jina. Sio kama hao wenzako. Utazaa mtoto mwenye jina. Jina lake ni Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mariamu alikuwa hapendwi na wasichana wenzie. Wanamwona mshamba, wanamwona hajui kuvaa, wanaona hajui kuongea. Ile hali ya kutengwa na wenzake ikatengeneza namna ya kuchaguliwa na Bwana. Punga mkono wako. Hakuna chochote kwenye maisha yako, kwa kuwa Mungu anajua mwanzo wako na mwisho wako, kisichokuwa na sababu. Na sababu yenyewe ni ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Daudi mwenyewe alikuwa anabaguliwa na baba yake. Hakuthaminiwa kama wale ndugu zake wengine. Yese alijivunia mwanae wa kwanza. Yese alijivunia mtoto wake wa pili wa kiume. Na alijivunia mtoto wake wa tatu. Watoto hawa watatu wa kwanza wote walikuwa ni wa kiume wa mzee Yese. Aliwapenda na alijivunia. Lakini Mungu aliwakataa. Akampenda Daudi ambaye kwanza hakuwa mtoto ndani ya familia. Alikuwa ni mtoto wa mchepuko. Ndio maana Daudi anasema nalitungwa mimba katika dhambi. Maana Daudi ni mtoto wa mchepuko. Hebu sema Na kwa sababu zingine sijui zisizojulikana, baba yake hakumjali. Kwa hiyo wala hakupelekwa shule. Watoto watatu niliokuambia walipelekwa shule nzuri. Lakini Mungu alivyokuja kuchagua, haka katoto kalikopelekwa kwenye kuchunga, machungu aliyokuwa anayapata machungani, anavorudi kutoka kuchunga amenyeshewa na mvua, anakuta wakati mwingine chai hakuna. Maana mama wa kambo hawajaanza leo. Hebu sema hilo nalo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ametoka machungani na amenyeshewa na mvua, hamna chai, hamna chakula mpaka baadaye sana. Kama kuna kitu nilikuwa nakasirika nikitoka shule, nikasema nikioa mimi mke wangu anaivisha chakula saa 6 kila siku. Ilikuwa ni hiyo ya kurudi shule, unakuta ndio wanaanza kutafuta mboga. Hivi wao hawajui tuna njaa. Yaani hiyo mnarudi ndio wanaenda kutafuta mboga. Paka ugali uive, yaani hata umesahau ulikuwa unataka kula. Yaani jamani, Mungu huyo. Na ukiwa unasoma shule, njaa ni kali. Shule ya msingi hiyo. Na wakati huo sikai kwa baba na mama, nakaa kwa watu. Haya, chakula cha mchana kimechelewa na unabidi urudi shule. Unarudi bila kula. Ukirudi tena wao tayari wameshakula na hauwekewi. Ukirudi wanaanza kutwanga mpunga saa 2 usiku. Ndio mpunga unatwangwa, wapepete, wapembue, ndio uwekwe mpaka mnakuja kula ni saa 5, saa 6 usiku. Hayo yote kumbe mtu unaandaliwa. Ayatakayo Bwana amekwisha kuyatenda. Wewe uwe katika hali ya
shukurani. Punga mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi ukawa na moyo wa kujali watu kama hujawahi kupitia mambo kadhaa. Nataka nikuambie, unapoona watu wanajijali wenyewe, wana viburi, wana nini, hawajawahi kuona mambo katika maisha. Lakini ukipita kwenye shule ya Roho Mtakatifu kwa maisha halisi, unakuwa mnyenyekevu no matter what. Punga mkono wako. Alitakalo Bwana amekwisha kulitenda. Haleluya. Haleluya. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukisoma Waebrania sura ya 4 mstari wa 3 anasema, maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kila kitu unachokitaka kilishafanyika. Na ndio maana Yesu akasema tetelestai. Acha kujiwazia mambo ya laana. Ni kama vile unajihesabu kama aliyekufa wakati wewe ni kati ya walio hai. Malaika wa Bwana aliwaambia wale watu, msimtafute aliye hai katikati ya wafu. Msimtafute aliye hai katikati ya wafu. Nisiangalie maisha yangu kwa kujilinganisha na ndugu niliozaliwa nao tumbo moja kama hawamwamini Yesu. Nisijilinganishe. Nisilinganishe maisha yangu na watu wa kabila letu wakati wao hawamwamini Yesu. Maisha yangu hayafanani. Nisijilinganishe mimi na watu wa ukoo, kwa maana maisha yangu yako tofauti. Mimi ni aliye hai. Sipaswi kutafutwa katikati ya waliokufa. Nikajipambanue na laana za ukoo. Nikajipambanue na laana za ukoo. Nikajipambanue na hiki na kile. Unamtafuta aliye hai katikati ya wafu kwa nini? Wewe elewa, Bwana ametenda. Kwa hiyo sababu yetu ya kumshukuru Mungu, cha kwanza ni kutambua kwamba Mungu ametenda. Na ibada ya meza ya Bwana ni moja ya ibada ya shukurani, tena ya imani, ya kuamsha na kuikuza imani. To magnify our faith katika yale ambayo Yesu amefanya kwa msalaba. Yako mambo mengi mno Mungu ametenda maishani mwetu kwa msalaba. Na ndio maana umeona kia tukifanya ibada ya shukurani, tuna meza ya Bwana, kwa sababu tunatambua ukuu wa Mungu. Tunatambua mambo makuu ambayo Bwana ametenda katika maisha yetu. Hebu sema amen. Yesu alitenda tayari. Hatutaki kutafuta kutenda. Hatutaki kupambania. Bwana ameshatenda. Alitakalo lote amekwisha kulitenda. Kwa hiyo tunamshukuru. Lakini sababu nyingine ya kumshukuru ni kwamba kuna mambo kabisa anatenda. Zaburi ya 107. Zaburi ya 107. Kuna mambo anatenda, ametenda. Ukisoma mstari wa kwanza, Zaburi ya 107, ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 7, Mungu alitenda kitu kwa hawa watu. Kwa sababu alitenda, amewaambia mstari wa 7, mstari wa 8, na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa binadamu. Maana hushibisha nafsi yenye shauku
na nafsi yenye njaa huijaza mema. Walikuwa na njaa akawapa chakula, walikuwa na kiu akawapa maji. Kwa hiyo anawaambia wamshukuru Mungu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, walikuwa katika giza ya mauti. Bwana akawatoa kwenye giza hilo la mauti, akawatoa kwenye uvuli wa mauti. Na kwa sababu amewatoa katika giza la uvuli wa mauti, mstari wa 14, aliwatoa katika giza na mauti, akayavunja mifungo yao. Vifungo vyao akavivunja. Kwa hiyo wamshukuru Bwana. Wamshukuru Bwana kwa sababu amewafungua kutoka kwenye vifungo mbalimbali. Wamshukuru Bwana kwa kuokoa na mauti. Kwa hiyo wamshukuru Bwana. Anaendelea anasema tena, watu walikuwa katika hali ya kufa, Bwana akawaokoa. Wamshukuru Bwana. Wewe unakutana na ajali. Kama kuna kijana mmoja asubuhi ameshuhudia hapa kwamba yeye alikuwa anaendesha bajaji akutana na gari. Ajali ilipofanyika akawa yuko chini ya gari. Watu walivyokuwa wanakuja kuokoa watu, wakamuokoa abiria. Lakini dereva mwenyewe yuko chini ya gari. Wanalinua gari, wanakuta kumbe kuna mtu. Yuko salama leo. Yuko tu vizuri. Hana kiungo chochote chenye shida. Ulikuwa kwenye malango ya mauti lakini umekuwa salama. Watu kama mimi pita kwenye maajali mengi, lakini Bwana akanihifadhi. Lazima umshukuru Mungu. Unapatwa na magonjwa. Lengo la magonjwa ni kwamba ufe. Unapokuwa bado uko hai mpaka leo, elewa ni Mungu amekuokoa kutoka kwenye malango ya mauti. Ulichungulia kaburi, lakini kuna mwingine hakurusha huko. Akasema bado. Lazima umshukuru Mungu. Lazima umshukuru Mungu. Sasa watu wengi hawaelewi kwamba wanapaswa kumshukuru Mungu. Wengine wanachukua tu poa. Lakini unapaswa kumshukuru Mungu kwa yote ulioyaona maishani mwako. Umshukuru Mungu. Biblia inasema hivi, watu wakawa kwenye dhoruba, wakawa kwenye mambo mbalimbali. Hapa inamaanisha maneno, fitina za watu. Unajua fitina za watu zaweza kuharibu ndoa, zaweza kuharibu ajira, zaweza kuharibu mahusiano na watu, zaweza kuharibu hata nyumba. Kuna watu kwa sababu ya fitina walishawahi kuambizana, wewe sio ndugu yangu tena, kwa sababu ya fitina. Lakini ukakuta kwamba mambo yote yamefanyika, bado wewe uko salama. Lazima umshukuru Mungu. Na kuna kitu ambacho watu wengi hawajui. Mnisikilize kwa makini. Msipende sana kugombana. Hebu fanya Hebu mpige kipepsi jirani yako. Wengine eti wanataka kusinzia saa hizi. Pige tu kipepsi, akinuna unamwambia nimeambiwa na yule pale, sio mimi. Mpige kipepsi cha kuuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi hawajui. Ndugu huwa wengine wanapenda kugombana, kuvurugana. Lakini nataka niwaambie, mimi najua baadhi ya vitu ambavyo nyewe mnaweza mkawa hamjui. Familia yoyote ina maadui. Kwa sababu kila familia ina maadui, mnapogombana watu wakasikia, hapo wachawi hutuma vitu kwenye hiyo familia, wakijua litakapotokea jambo
mtashikana wenyewe uchawi. Punga mkono. Umeelewa? Kwa hiyo usipende sana kuzozana na ndugu zako, jamaa zako mbele za watu. Kuna jambo, nenda mkazungumze mahali pasiri. Usionyeshe mapungufu ya mwenzako, umezaliwa naye, ni binamu yako, ni kaka yako mdogo, nani. Wewe usipende kufanya hivyo, kwa sababu unafungua milango. Halafu wachawi hutumia hasira ulionayo dhidi ya ndugu yako kupeleka uchawi. Kwa sababu mtu mmoja alisema hivi, darasa la mwisho ambaye anayefundishwa uchawi anatakiwa kuhudhuria ni darasa la chuki na wivu. Darasa la nini? Ndio maana mchawi anapenda kuona wivu na kuchukia bila sababu, anachukia sana. Kutokana na chuki yake hiyo, ni rahisi kutuma pepo la kukuua au kukufikishia mabaya. Sasa anaweza asiwe na hiyo kitu. Ili pepo liende vizuri, amemwona mtu anayechukia, kwa sababu kila anayechukia ameua tayari. Ndivyo Biblia inavyosema, au nimesema mimi? Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hiyo ameshamjua fulani, Georgina anamchukia sana kaka yake George. Kwa hiyo anaitumia hasira ya Georgina kumuua George. Na George akifa au akianza kusumbuka na magonjwa, tayari anajua kabisa hawa hawajaokoka, wataenda kwa mganga, watakwenda kwenye ramli ili asionekane. Atakuwa tayari amejipersonify na Georgina. Kila wanapoangalia wote ambao bado hawajui sana, kwa sababu sio kila unaowaona wanafanya mambo haya wanayajua vizuri, atakayekuwa anaonekana ni Georgina. Georgina anamuua ndugu yake, ila yeye hajamuua. Yeye tu alikasirika na akasema maneno mengi. Hapo hapo wachawi wameyachukua. Hata ukitaka kukasirika, usionyeshe hasira yako kwa watu. Ndio maana usikae unazozana na ndugu zako na watu wengine wakasikia. Usikae unazozana na mume wako na watu wengine wakasikia. Usikae unazozana na wanao na watu wengine wakasikia. Unawapa milango. Wewe umeokoka, lakini kama utakuwa bado hujaomba rehema na toba kwa hayo, bado yanaweza kutumika dhidi yako. Usikae na uchungu mpaka usiku kaisha. Yaani ikafika jioni una uchungu. Samehe, achilia kwa faida yako mwenyewe. Kwa sababu hasira yako, wivu wako hutumiwa na roho za giza. Punga mkono. Ndio maana waliambiwa, kwa sababu ya malalamiko na manunguniko, mharabu aliachiliwa kuharibu. The destroyer was unleashed kwa sababu walikuwa wananungunika. Sasa ni aruke mengine. Wewe ukaisome tu Zaburi ya 107, soma na Zaburi ya 106, aruke mengine. Twende mstari wa 41. Mstari wa 41 unasema, akamweka mhitaji juu mbali na mateso, akamfanyia jamaa kama kundi la kondoo. Yani maana yake jamaa aliyekuwa hana uzazi akatengenezewa family. Maana yake mtu aliyekuwa duni, mtu aliyekuwa dhalili, mtu ambaye yuko kwenye mavumbi, analala kwenye mkeka, anatembea na ndala mbili zenye rangi tofauti na zimetoboka, huyu mtu akainuliwa. Mdogo amekuwa 1000. Wanyofu wa moyo wataona na kufurahi.
Hebu sema, ninatakiwa niwe na furahi ninapoona watu ambao sikutarajia wameinuliwa, wametendewa mambo makuu. Fulani naye ameolewa, Mungu yupo. Mfurahie Mungu. Fulani naye amejenga nyumba, tena ghorofa, Mungu yupo jamani. Haleluya. Lakini usianze kusema kajenga nyumba kwa nini? Mbona mimi bado niko kwenye nyumba ya kupanga? Yani wewe tayari unageuka kuwa pepo. Na Yesu anasema, rudi nyuma yangu Shetani. Tunaelewana? Fanya tuambie. Punga mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ufanyeje? Ulikuwa unaomba pamoja na sisi. Ukiniona nimepata kitu, sema asante. Unapoanza kuona wivu, unapoanza kunichukia kwa sababu nimechumbiwa, unaanza kunichukia kwa sababu nimepata kazi yenye mshahara mkubwa, unaanza kunichukia kwa sababu nimekuwa bosi wako, wewe unakosea. Kwa sababu tulikuwa wote kwenye maombi tukaomba wema wa Mungu. Kwa hiyo furahi hata kama hatujaomba pamoja. Hii inakuthibitishia kama imewezekana kwa fulani, itawezekana na kwangu, maana Mungu hana upendeleo. Dada yule alikuwa na miaka 35 ameolewa, na mimi nitaolewa. Dada yule alikuwa na miaka 40 ameolewa, na mimi nitaolewa. Alikuwa na miaka 50 akaolewa, na mimi nitaolewa. Kumbe inawezekana. Kumbe inawezekana darasa la 7 ukapata kazi kubwa. Kumbe inawezekana kuwa mbunge. Kumbe inawezekana kuwa diwani. Kumbe inawezekana kupata kazi. Unamfurahia Mungu. Wenye haki hufurahia. Lakini kuna watu wabaya. Hebu nipe ile Zaburi 7 mstari wa 9. Zaburi ya 7 mstari wa 9. Ubaya wao wasio haki na ukome. Kuna watu hawana haki na wana ubaya moyoni. Anaweza akawa ni dada yako, hapendi mke wako alivyotunga mimba. Anaweza akawa ni kaka yako, hapendi ulivyopata kazi. Ana ubaya na moyoni, anajiapisha kama ataendelea na hiyo kazi, labda sio mimi. Ni mtu mbaya moyoni mwake, na kwa sababu ni mtu mbaya moyoni mwake ana mambo mabaya. Wenye haki wakiona jambo limetokea, wanayo shukurani. Leo najua utamshukuru Mungu kwa ajili yako mwenyewe, lakini waweza ukamshukuru Mungu hata kwa ajili ya mwingine. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya fulani. Mtoto wake amepata division 1, AA zote. Kwa kweli namshukuru Mungu. Tulikuwa tunaomba, Bwana ametenda. Kwa maana wenye haki wakiona wanafurahi. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya dada fulani ameolewa. Wenzake wote wa umri wake walikuwa wameshaolewa, yeye tu. Yani namshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wewe ni mwenye haki, unafurahia unapoona mema yanatokea. Angalia mstari wa 42. Zaburi ya 107. Wanyofu wa moyo wataona na kufurahi, na uovu wa kila namna utajifumba kinywa. Kutakuwa na kile ninachosemaga siku zote, ifumba kalomo. Jifunze Kinyamwezi basi. Sema ifumba kalomo. Hebu sema tena. Jamani, mnashindwa kusema? Mbona huwa mnanena kwa lugha? Sema ifumba kalomo.
Haya, sema moja kwa moja. Ifumba kalomo ni pale mambo yanatokea na mbaya wako alikuwa hatarajii. Ndio yule anayeongea, tutaona. Yaani nakwambia jana hawajala na bado. Anasukia umechaguliwa kuwa mkuu wa wilaya. Ifumba kalomo. Anashangaa, anaona mwanao amefaulu na amepata kazi kubwa, na ikatokea akasikia kabisa, akajua mwanao atakopa anapata mshahara wa milioni 6 kwa mwezi. Ifumba kalomo. Haleluya. Alikuwa anapita na kuvia vumbi, akiona maji hayakwepi anayapiga tu, yanakurukia. Maana wewe ni hovyo, ni mtu wa duni, anakudharau, anasema yote. Lakini anashangaa mwanao mkwe amekuletea Mercedes Benz, iko hapo mpya. Haleluya. Anaona kuna mama mmoja alikuwa shemasi wetu Morogoro, akapata mkwe, akamjengea jumba zuri. Mama alikuwa anasumbuka kusomesha watoto, akasaidiwa na kanisa kuwasomesha, lakini akapata mchumba. Mtoto wake akaolewa. Mtoto, jambo la kwanza mkwe ni kujenga nyumba kwa ajili ya mama mkwe wake. Kama kulikuwa na naye wasema kwanza wanasaidiwa na kanisa. Ifumba. Punga mkono wako, sema hujui kesho yangu. Bora uwe tu unamshukuru Mungu kwa yote. Nilala na njaa, mshukuru Mungu kwamba kuna wanaolala na njaa ila mimi nimekula. Bora kulikoni unicheke, maana huijui kesho yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo dada alishia darasa la 7, akalazimisha form 4, ilikuwa ngumu. Sijui hata kama alipata cheti, lakini saa hizi naambiwa huko Rwanda, saa hizi na yeye ni mmoja wa watu wenye vyeti vya juu sana. Sijui ni masters, sijui ni doctorate, sijui. Huyo mdada, achilia mbali mume wake, huko Rwanda sasa ni profesa. Wewe usiwaangalie watu hivi, ujui kesho yao. Usipende kudharau watu. Na wale mnaopenda kutesa watu, unaweza kumbuka tesa mtu, kumbe ni mtoto wako. Mtandaoni nimeona kistori cha kushangaza kweli. Msichana wa kazi kaja nyumbani, akaanza kumtesa, kumbe ni mtoto wake. Sijajua ilikuwaje, maana sikuisoma story yote, ila inanipa tu kujua. Wewe kwanza mpaka ujue ni mtoto wako sio mtoto wako. Mtoto wa mwenzako ni mtoto wako. Usipende kutendea watu mabaya. Mimi nashindwa kuelewa, hivi inatoka wapi, kwenye moyo upi kumtendea mwenzio mabaya? Ni nini? Hebu muulize jirani yako, ni kitu gani huwa kinawafanya hivyo? Umeshaokoka, kwa jina la Yesu yeye kutoke. Moyo mbaya ukutoke. Kwa jina la Yesu. Ndani mwako kuna Roho Mtakatifu tu, hakuna fisi, hakuna simba, hakuna nyoka. Wewe sio nyoka kama Dan ambaye anang'ata farasi, wanaanguka. Maana neno linasema Dan utakuwa nyoka. Wewe usiwe nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wakae na wewe wajisikie salama. Usikae na wewe wakawa na hatari, kwa sababu kumbe wewe ni nyoka. Sema sio mimi. Mimi ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, Dani atakuwa nyoka barabarani, au mai visigino vya farasi. Ni wale mnaopenda umbea, ni wale mnaopenda
masengenyo, ukamharibu moyo. Mama wa watu amejitolea kuwa anafagia, unamharibu moyo, anaacha kufagia kanisani. Mama wa watu anajitolea kuwa anafuta viti vyetu, tukikaa tuliokuja tumevunja makabati yetu, nguo zisichafuke. Wewe umemvunja moyo. Sasa tunaanza kukalia viti havijafutwa. Ni kwa sababu umemng'ata, umemuuma farasi wetu. Unajifanya, unajipendekeza, unapeleka mafuta kwa mchungaji, unapeleka sukari, unapeleka suti kwa ajili gani? Unataka upendwe wewe, sisi tusipendwe. Sasa kwani mimi nizuia? Lakini elewa, kufanya vile ni kuwa nyoka. Muulize jirani yako, ulishawahi kujaribu kuwa nyoka? Muulize mwenzako, ulishawahi kufanya unyoka? Umeona uchumba wa watu na uua? Unaona jamaa fulani anainuka huduma na mvunja moyo? Hiyo ni kuwa nyoka. Acha kwa jina la Yesu. Geuka, mtumikie Mungu wako katika jina la Yesu. Punga mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila niwaambie nilichowaambia ibada ya kwanza, jamani. Kumbe tayari. Hivi kwa nini saa huwa inakimbia sana mimi nikianza kuongea? Niishie hapa. Ila nizungumza hicho nilichozungumza ibada ya kwanza. Hivi kanisani ni kama hospitali. Wako ambao ndio wanalazwa na wako ambao ndio wako katikati ya kulazwa kwao, dawa zimeanza kufanya kazi, na wako ambao wamepona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije kanisani ukidhani kila mmoja amekuwa mzima. Wengine bado wanaumwa. Kwa hiyo usisikilize kila neno la mtu. Wengine ni wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine bado tunawashughulikia na dawa za usingizi, maana wana kichaa. Wengine wanakaribia kufa, tunachoma sindano za kuamsha. Kwa hiyo akikwambia mambo anataka uwe katika hali ya kufa. Na sijui kwa nini watu wanapenda kuamini kila neno wanaloambiwa na mtu kanisani. Wengine ni wagonjwa jamani. Utaharibu ndoa yako bure. Kumbe anayekuambia ni mjuzi wa kutunga maneno. Anakuja Yesu anaendelea kumponya, lakini hicho cha kutunga maneno hajapona. Hicho cha kuweka fitina kati ya ndugu na ndugu hajapona. Hicho cha uzinzi na uasherati hajapona. Sasa wewe unaona kanisani mtu anaanza kufanya mambo ambayo hukutarajia. Elewa tu kanisani wako wengine hawajapona. Ukiona tu hivyo mwambie, rudi nyuma yangu shetani. Kwa jina la Yesu, rudi nyuma yangu shetani. Wewe endelea na makusudi yako. Usivunjike moyo, kumbe kanisani kwenyewe hakuna watakatifu. Nani kakwambia? Ila wako wagonjwa ndio wamekuja leo. Bado dawa hazijafanya kazi. Punga mkono wako. Na kama unataka kuoa ama kuolewa, ni hatari sana kuangalia tu juu hivi. Maana kwanza anayekuoa sio huyo unayemuona. Kijana mzuri mwenye six pack, binti mzuri mwenye shima ya twiga na miguu ya, mnasema sijui ya nini, ya bia, na miguu ya bia na macho ya gololi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mashavu dodo. Lakini anaweza akawa ndani ni nyoka, anaweza akawa ndani ni chui. Maana hata chui ni mzuri jamani, lakini anararua na kuua. Hata nyoka wengine ukiwaangalia wana rangi inapendeza, lakini wana sumu. Kwa hiyo usiwe na haraka ya kuchumbia kabla hujawajua watu kanisani. Bora uulize ushauri. Kwa maana aliyeokoka haoi atakavyo.
Na aliyeokoka haolewi atakavyo, anaoa na kuolewa kama atakavyo aliyemwokoa. Amekuwa mali ya aliyemwokoa. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Nyewe ibada ya pili hiyo pointi sitaimalizia kwa sababu naona muda umeenda, lakini unaweza ukavisit ibada ya kwanza ya leo, utaona nilichozungumza kwenye kipengele hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nyie mmepata advantage ya ujumbe wangu, nimeuanza vizuri zaidi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa usimame. Fumba macho yako, nyosha mikono yako miwili juu. Sema, Mungu nakupenda kwa sababu wewe ni mwema. Ninavyomalizia, kwa sababu wewe umefumba macho na kusomea ukiwa umefumba macho hivyo hivyo, mstari wa mwisho unasema hivi: aliye na hekima na ayaangalie hayo. Haya niliyoyaelezea yote, aliye na hekima ayaangalie hayo, kwamba Mungu alimuokoa na mauti, Mungu alimuokoa na magonjwa, Mungu alimpa chakula, Mungu alimpa maji, Mungu alimpa mahali pa kulala, Mungu alimpa mume, Mungu alimpa mke, Mungu alimpa watoto. Yote hayo mwenye hekima ayaangalie. Usichukulie mambo kirahisi. Mungu amekupa mtoto, kuna wenzako wanashindwa. Wewe mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kila jambo, maana una hekima. Tafakari fadhili za Bwana. Tafakari fadhili za Bwana. Fadhili ni upendo wa Mungu ambao ni wa kudumu. Mungu anakupenda. Kwa hiyo tafakari fadhili zake. Tafakari upendo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa umenyosha mikono yako miwili hiyo juu, nataka kumwambie Mungu kimya kimya unavyompenda kwa kuwa anakupenda, unavyomjali kwa kuwa anakujali, unavyoamini kwamba atatenda kwa sababu ni mwaminifu. Mwambie na kwamba leo unasema asante. Unamwambia asante. Unaweza kumwambia asante kwa namna gani? Umetafuta kazi kwa muda mrefu, umepata. Umetafuta kazi kwa muda mrefu, umepata. Ulikuwa huwezi shule, sasa unaanza kufaulu. Ulikuwa na shida ya kiafya, sasa umekuwa na afya. Utamshukuru Mungu kwa namna gani? Baba, asante. Asante kwa wema wako. Asante kwa ukuu wako. Katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye juu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye juu. Rekotari abakasanta. Yekonda nola mainta. PRS please. Wakati PRS wanaimba tunakushukuru, tutakuwa tunaendelea kumshukuru Mungu na tutakuwa tunatoa sadaka zetu mbele za Bwana. Wakati wanaendelea kujiandaa, kama yuko mmoja au wawili wenye kusema ninalo jambo la kumwambia Mungu asante, tukasikia sote likatutia moyo, unaweza ukaja hapa. Nipate wawili au watatu. PRS please, double. Kimbia manake. Kama kuna mtu, njoo tu hapa mbele. Una jambo la kusema. Bwana ametenda. Bwana ametenda. Umtukuze Mungu, watu wengine wasikie. Hallelujah. Hallelujah. Naomba microphone.
Mwingine? Ndio. Tuambie mama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa majina yangu mimi naitwa Abigaili. Sio mwenyeji sana hapa kanisani na kama mwezi mmoja hivi. Kwa kweli nilikuja mahali hapa nimechoka. Nilikuwa ni mgonjwa wa kuumwa kila